pia nimelifuatilia kwa ukaribu kwenye swala la branding kabisa, na utatupa kitu hapo. Bwana, jana mechi kubwa ambayo watu walikuwa wanaisubiri kuiona ni Argentina dhidi ya Australia, na mchezo ulimalizika kwa vyuma viwili kutoka kwa Lionel Messi, mchawi wa dunia, na hivyo kuvunja rekodi kadhaa ambazo zilikuwa zimewekwa. Mfano, baada ya kukosa penati, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonekana kukosa penati nyingi sana kwenye kombe la dunia, tena mfululizo. Alifanya hizo kwenye World Cup iliyopita licha kwamba alichukua ubingwa. Lakini alikosa penati. Lakini jana kulikuwa na mafadha ambao tayari walikuwa wameshikilia rekodi ya magoli mengi kwenye kombe la dunia, ambapo baada ya kufunga akawa amewafuta hao mafadha, na yeye ameenda kusimama pale juu kuwa miongoni mwa wachezaji. Walikuwa kina Ronaldo, kina Gadimula, kina Kylian Mbappe, kina Jontani, kina Pele, walikuwepo kwenye hiyo orodha. Jana baada ya kufunga vyuma vyake viwili, na akiwa anatengeneza rekodi pia ya kuwa mchezaji ambaye amefunga back to back kwenye michuano ya kombe la dunia. Pumzika basi baba. Ilikuwa almanusura atengeneze rekodi ya kuwa mchezaji aliyofunga hat-trick back to back. Yes. Kwa sababu alikosa mkwaju wa penalti. Kwa hiyo alifunga magoli mawili, akakosa mkwaju wa penalti mmoja. Nakumbuka mchezo uliopita alifunga magoli matatu. Yes. Kwenye timu ya Argentina ndiye mchezaji pekee aliyefunga magoli mfululizo kwenye michezo miwili, na ndo namba ambazo zimesalia kwake. Hamna mchezaji mwingine amefunga goli. Kwa hiyo kila kitu ambacho Messi anakifanya saa hizi kinaandikwa zile. Unajua wakati ambao Cristiano anaandika rekodi zake, watu walikuwa wakishindana naye kama hivi kina Messi na watu wengine. Lakini wakati ambao alikuwa bado na nguvu ya kutengeneza records. Ndio. Sasa wakati huu Messi anatengeneza records, Ronaldo hizo nguvu binafsi hana. Alafu cha pili, timu haisupporti. Sasa jana watu wanauliza tukio la penalty baada ya kukosa. Kwanza sisi mashabiki wa Cristiano baada ya kurushwa kwa mabao mawili tukasema kweli ng'ombe wa maskini hazai ndugu yangu, maana kikageuka kuwa kutoka furaha kuwa kilio na misonyo ya hapa na pale. Sasa bwana, tukaangalia ingekuwa ni Cristiano amepewa penalty, na natamani Cristiano, sina namna ya kumfikia binafsi. Hata kwenye hii clip hapa nafikiri pia ni ngumu kumfikia Cristiano. Lakini mimi binafsi kama shabiki wa Cristiano natamani akipewa penalty asiguse. Kwa sababu wachezaji wenzake ni washajionyesha kwamba hawamkubali. Kama kuna kimkosi fulani hivi akikosa so mkosi akikosa inaweza Ronaldo ni bingwa sana kwenye psychology. Lazima tukubali hivyo. Messi ashajitishia sana kujiondoa kwenye soka. Na Messi kastaafu mara mbili, unajua. Mara tatu. Na wanamuomba rudi tu. Lakini Cristiano licha ya bullying na vitu vyote ambavyo anafanyia anapitia, hajawahi hata siku moja kukaa wazi kwenye timu ya Ureno na kusema enough is enough. So wametemu hicho kama anajipendelea zaidi. Binadamu hawana shukrani. So watu wanahisi kama ingekuwa atafanya hivyo na akakosa penalty, Bruno atafanya nini? Na mbona anaweza kutupa mikono na kutoa lawama siku nzima. Neves atafanya nini? Kabisa. Cancelo atafanya nini? Kwa hiyo maswali ni mengi sana kwa Ureno, wakati huku Argentina kama unavyosema angalau wanaonyesha support. Japo kuna ambao kidogo wanajiweka mbali na Messi. Support ni wengi. Just imagine hadi brand zile za viatu, unajua. Wao wanavaa viatu ni rangi kama soya pinki. Lakini Messi anavaa cheupe. Na hiyo ilikutokana na utafiti pia branding kwamba kitu gani kinaonyesha sana, kinaonekana sana uwanjani. Wakagundua ni rangi ya pink. Lakini Messi totally definitely ni different. Sasa mtihani unakuja hapa siku ya leo. Kazi ipo. Cristiano Ronaldo. Mimi kwa Ronaldo bwana, ambacho natamani akifanye Ronaldo, natamani nimuone Ronaldo akiwa asiwe busy kwenye kufunga magoli. Unajua kitu ambacho kimempa kiburi Messi ni kwamba Messi tayari kashachukua kombe la dunia. Kwa kaja sasa hivi ana confidence, yani hana shida tena. Hafanye lolote basi. Tukikosa kombe tukifanya nini fresh. Alafu watu wa Argentina tayari wameshaikubali Argentina, yani kwamba sisi tumeshachukua ubingwa. Kwa hiyo hiki kizazi ambacho tunacho sasa hivi, acheni nyie muende kina Dipo, sijui kina nani, nyie acheni muende malizeni kombe la dunia, na ni kama shukrani kwetu kwa mlicho tufanyia kombe la dunia lililopita. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni extra, na uopa timu ambayo inacheza kitu extra. Yani watu wanaambia nyie fanyeni mtakapoishia hapo hapo. Yani enjoy. Mtakapoishia ndo hapo hapo. Kwa hiyo wanaendelea kufanya
zaidi. Sasa na Ronaldo anakutana anaenda kama huyu ni bingwa. Kwa anaenda kwa uoga pia. Sasa Ronaldo na kikosi chake kuna vitu viwili. Wao Wareno wanahitaji ubingwa wa kombe la dunia. Ndio. Lakini ndani mle kuna disorganization kubwa ambayo ipo, conflict kubwa ambazo zipo. Kuna watu ambao wanaamini kwamba Ronaldo anawachelewesha bana. Yaani sikufanye kitu. Ronaldo yeye anataka yeye tu. Yeye anataka weke rekodi sijui za kuwa mfungaji bora, sijui nini. Sisi tunataka tu tushinde mechi. Kwa hiyo ile kimbizana huko kuna wachelewesha pia kupata matokeo kwenye kikosi chao. Kwa hiyo mimi ninachoamini Ronaldo anaweza kabeti akamwambia kocha 45 za kwanza nisianze. Waanze wengine, wacheze wa perform. Kama inatokea Ureno wanafunga magoli labda mawili au goli moja, Ronaldo anaingia. Naamini Ronaldo anaweza akawa comfortable zaidi kwenye kucheza kuliko akianza watu wanatafuta magoli na anatafuta rekodi. Inawezekana ikawa ngumu, au hata anaweza akawepo ndani ya uwanja lakini akaprefer zaidi timu ipate matokeo kwanza kabla yeye kuanza kuangalia namna ambavyo anaweza akafanyaje kwanza kutengeneza rekodi ambayo anayo. Lakini kwa namna ambavyo Ureno wapo sasa hivi, conflict ambazo zinazungumzwa, inawezekana si tokana nazungumza huku nje lakini wao wazizungumzi pale ndani. Lakini zile kauli ambazo zinatolewa na wachezaji wao zinatupa alert sisi huku nje kuamini ya kwamba huenda pale ndani hapako sawa. Unajua mimi nilikuwa najiuliza why Cristiano. Unajua Brazil Neymar hana mchango mkubwa. Tukiwa wa kweli kabisa. Kutokana na majeraha ambayo anayo na yamemgharimu kwa muda mrefu sana kwenye kombe la dunia. Hii ni mara ya pili nafikiri. Anakuwa hana mchango huo. Zile Copa America sijui nini nazo sana amekosekana. Lakini mwisho wa siku wa Brazil wameendelea kuwa na imani naye. Portuguese pia mashabiki wanamtaka Cristiano. Lakini timu kama timu inamkataa. Juzi nikataka kufuatilia ni kwa nini. Yotana na clip moja wachezaji unajua wakiwa wanatoka hotelini wanaenda kwenye bus la timu. Huwa kuna baadhi ya mashabiki wa taifa hilo. Mfano hapa Tanzania labda tuko Benin. Watanzania walioko Benin wanaenda pale karibu na hoteli wanasubiri watu wapande kwenye basi. Sasa can you imagine karibia dakika 10 nzima alikuwa anatajwa Cristiano. Na alikuwa hajatoka ndani. Kwa mpaka anatoka wachezaji wengine wanapanda basi huko. Kwa hiyo wengine wakawa wanaeka mpaka airports. Ni kitu ambacho nafikiri kama binadamu labda kilikuwa kinawaumiza. Ni vitu kama hivyo nafikiri. Mtu yani unakuwa why him? Yani unajua ni kama cheo kibinadamu naweza nikawakubalia. Japo si kitu ambacho wanapaswa ku-entertain kwa sababu wanaliumiza pia taifa lao. Yani watu 9 mpo 9 afu anayezungumzwa ni mmoja wakati kazi mnafanya moja. Yes. Kwa hiyo lakini mimi nafikiri kwenye upande mwingine walipaswa kufahamu kwamba Cristiano hajajikokota tu akawa hapa alipo. Alitengeneza mazingira kwa kila namna kujituma zaidi. Tumekuwa tukizungumza Weche umekuwa shahidi. Amekuwa akiingia uwanjani wa kwanza, discipline ya mazoezi kwa kubwa zaidi. So alipo pale ni stahiki yake na wala sio star boy wa kupendelewa. Kwa hiyo ifike mahali naamini Portuguese wajue kwamba wao ndo wanajichelewesha. Na kama Bruno mimi ni shabiki yake pia kwa sababu yuko Man United. Najishangaa mwenyewe kwamba Bruno anapotezaje hicho ambacho kipo mbele yake. Kuna mechi moja juzi alikuwa anacheza akarudisha pasi nyuma, yani wakati Ronaldo yupo nikamwambia Ronaldo akamshangaa. Mwamuzi alikuwa yupo kwenye harakati zile za kwenda mbele. Anajua kabisa hii move inaenda mbele. So najiuliza Bruno anafanya kama ni kujipotezea muda binafsi kwa sababu hata yeye umri pia unaenda. Kwa hiyo anaweza asijiokote chochote kitu kwenye World Cup. Na umeongea vizuri, viungo wengi ni tofauti na watu wa ushambuliaji. Mshambuliaji anataka kupitia kipindi asiwe sawa afu akarudi akawa sawa. Lakini viungo wakipoteaga ni mazima. Kama Kevin De Bruyne alikuwa moto kweli lakini akaona level ikafika akasema nakoelekea mimi naenda kupungua. Sasa nibadilishe level ya timu. Man City inahitaji matokeo kila siku. Niende kwenye timu ambayo inahitaji matokeo lakini sio kila siku. Kashuka, kaporomoka timu fulani kaenda. Kwa hiyo hawa viungo asilimia kubwa kwa ile ulichoongea ni sahihi. Hauwezi kuwa back to back. Hata ukiangalia EPL, upate eti kiungo ambaye back to back amekuwa bora. Hata Bernardo Silva, kuna msimu anakuwa bora, kuna msimu kama amepungua, kuna msimu inakuwa hivi, kuna msimu wachezaji wanampa backup lakini anaendelea kuwa bora. Kwa hiyo ulichoongea nadhani na mimi Bruno walipaswa tu kuungana nao na kikosi kizuri sana eneo la kiungo. Yaani wakina Joao Neves kwenye eneo la kiungo, yeye wanaweza kutengeneza nyakati bora
kwa Ronaldo na akaweza kufunga. Wao wakacontribute, wakamwacha Ronaldo akana sukuma mpira tu nyavuni kwa sababu hiyo target Ronaldo anayo. Basi tu wameamua tu kuvimba tu vichwa vyao. Kabisa. Sawa, tukitazama leo tunakwenda kumshuhudia usiku wa leo Portugal na Uzbekistan akiwa uwanjani saa 2 kamili. Mechi hizi zinawekwa mapema jamani. Mtufikirie tunaanza kuteseka kuanzia saa 2 jamani. Ni hatari. Lakini timu ya leo kidogo leo afadhali tunaweza tukapata matokeo. England na Ghana. Unajua mimi sio timu yangu Portugal sio timu yangu. Mimi ni Brazil. Niko pale tu kwa sababu ya Cristiano. Lakini mimi timu yangu ipo na namuona Kuni anaendelea kufanya maajabu. Kwa hiyo natulia. Kuna mmoja alinichekesha akasema eti kumbe ile style ya Kunya wengi walikuwa wanaipenda, afu walikuwa wanaogopa tu. Kwa hiyo kaenda Brazil, kacheza wa Brazil wote na wanaanza kujitikisa na kama upo Liverpool wapi wewe jitikise tu. Ndio hata si watu wanaifanya chumbani, tunajua mashabiki wa Messi. Basi tu atuseme. Lakini pia England na Ghana leo pamoto hapo. Mganga wa Ghana nasikia anataka kumfanyia mauchawi hizo. Anataka bwana mdogo. Wale unajua Afrika City na stories za ajabu. Kuna timu moja msafirisha mganga kwenye kwenda naye. Kwani kwa sasa hivi hawajasafiri? Mimi nakuwa makataa bwana. Hawa jirani zetu hawa bana Bamutu. Bamutu Bakongo. Nasema ni kweli lakini na wasiwasi. Wale inawezekana. Ni wataalamu kwenye hao maswala. Jambo. Lakini pia Panama yuko na Croatia. Ndio. Jioni ya leo ni usiku wa kuamkia kesho. Yes, hiyo itakuwa saa 8 za usiku hiyo ya Ghana na England ni saa 5. Saa 5 hiyo natangaza hiyo. Unatangaza? Mimi nitakusikiliza. Mimi ni shabiki yako na nitakusikiliza. Wakati game ya kuamkia asubuhi ni Colombia na DR Congo. Sasa hapo Congo wamshikilie Colombia. Kwa kweli. Wakimshikilia Colombia alama 4. Alama 4 hizo bwana kwenye kombe la dunia. Sasa hivi kuna timu nyingi. Kama ukishindwa kufuzu kama nambari 2 kuna best loser. Kwa hiyo Kongo ni mtaalamu sana wa best loser. Unajua kombe la dunia kapitia best loser. Kwa hiyo naamini alama 4 na kundi lao lilivyo, alama 4 anaweza kutembea kwa nafasi ya pili. Akaenda kombe la dunia akashiriki hatua inayofuata. Yaani ukiangalia hizi timu za Afrika nyingi zinaishiaga hapa tu. Hawavuki. Na wengi hawavuki kwa sababu ya matokeo ambayo huwa wanayapata mechi za kwanza. Unajua zamani ilikuwa wakija wa Afrika hizi timu baadhi zilikuwa zinakuja zina wachezaji wachache sana ambao wanacheza nje. Kwa hiyo wengi wakifika kule kwanza walikuwa wanaanza kuwashangaa wachezaji ambao wanakutana nao live. Lakini sasa hivi mfano hao hata Ivory Coast sasa hivi wanatafuta ushindi wao tu, wakipata ushindi wanafuzu. Lakini ukirejea kombe la dunia lililopita walioshiriki hamna nafasi ambao wameivuka. Wameisha hatua hiyo ya makundi. Tena hata ushindi wa kupata ushindi tu wameshindwa. Sio ushindi, goli tu kufunga goli. Wamekuja kufunga sasa hivi goli ambalo likuja likawa. Kwa hiyo ni nyakati ambazo watu wamekuwa na nyakati ngumu, lakini kitu kinachosaidia sasa hivi wachezaji wengi kwenye timu za taifa za Afrika wanacheza Ulaya. Kwa hiyo watu wanashinda nao muda wote. Ukifika kule mtu anataka kuonyesha kwamba kwenye klabu nipo hivi, hii ndio timu yangu ya taifa. Nikicheza hivi lazima nikushinde kwenye hiki ambacho wewe unacho. Sawa, kwa kumalizia Brazil bwana anacheza kesho kutwa Alhamisi, lakini kwa nini tumemweka leo? Anacheza na Scotland saa 7 usiku tarehe 25. Tumemweka leo kwa sababu Carlo Ancelotti anaendelea kusimamia kile ambacho anakiamini rais wa Brazil Lula da Silva. Ndio. Sasa bwana Carlo bwana yeye anaenda mpaka chumbani kwa ndugu yetu Neymar. Anasema I have decided to stay at Neymar's room because I don't want him sneaking out to play poker at night. We might need him for 5 minutes in the next match. Hizo ni kwa Kiswahili anasema nimeamua kukaa kwenye chumba cha Neymar kutokana na sitaki acheze michezo hiyo ya poka, kurusha vindege usiku, nyakati za usiku, kwa sababu ameshaligundua hilo. Mchezaji huyo nyakati za mchana anakuwa amechoka mno. So anachohitaji kwake ni utulivu wa akili na kupumzika kwa muda mrefu, kwa sababu anahitaji hata Neymar aingie ndani ya mechi hata kwa takriban dakika 5 ili aweze basi kuridhisha kiu ya mashabiki wa Brazil. Si tu kubadilisha matokeo, hata kuridhisha wale fans ambao wanakuja kwa ajili ya Neymar.
Unaona kitu ambacho ndani ni miongoni mwa naona ni miongoni mwa vitu ambavyo watu vimewapa credit watu wengi. Hata Ufaransa, unajua Ufaransa wana wakina Olise, sijui kina nani, wanacheza sana. Lakini mwisho wa siku Kylian Mbappe ndo wanamtegemea. Matukio mengi ambayo wanafanyika Ufaransa mengi anamwangalia Kylian Mbappe. Waangalie Norway. Wanafanya vitu vingi, wana wachezaji wengi, lakini mwisho wa siku Haaland. Unajua kwenye masuala ya branding hatuwezi kulikataa. Ndio maana nawashangaa sana Portugal. Kwenye masuala ya branding hatuwezi kukataa kwamba kuna baadhi ya influence kubwa zinatumika kwa ajili ya nani yuko pale. Wewe ushakuwa branded, umefika sehemu ni producer wa kipindi kikubwa kama hichi, taifa linakutegemea. Inabidi tukupush forward ukae pale kabisa. Ili kuna baadhi ya vitu unapendelewa. Mfano juzi Messi alifanya tukio moja la sitaki kutumia neno lile ambalo linatumika mtani kihaini. Tukio moja tata sana la kumkanyaga mtu. Na ilikuwa ni wazi kabisa. Inastahili kadi. Inastahili kadi. Lakini why haikutolewa kadi? Pressure kubwa ya nani yuko mbele yako. Na ikitoka je ni red card, na maana nakosa michezo mitatu. Michezo mitatu anaweza timu inaweza kashindwa kuqualify. Means wewe mtu mmoja mkakosa brand ya michuano yote. Yes. Yani kwa sababu Messi ni brand ya FIFA. Michuano, yes. Kwa hiyo unaangalia kwamba wale Delight Stars wameshapewa hadi badge kwamba hao ni nyota kwenye hii World Cup. Kwa hiyo tusikubali tukatae. Kuna watu tayari wameshakuwa hivyo, wametengenezwa ama wamejitengeneza kwa hivyo. Kwa hiyo tuwapushe tu, ndio kinachotokea na hisi kwa Brazil pia. Licha uwepo akina Mateus, Vinicius, wako wengi. Unajua mastaa wengi sana, akina Hendrick, yani afu Hendrick, unajua Madrid, wakati yupo Madrid Don Carlo yupo pale. Dogo alikuwa hapati namba mpaka akasema wewe unaomba nitoke. Ka perform vizuri huko, watu wanaamini akienda sasa hivi atacheza. Sikarupaina na kuyafuatilia kwa karibu, nimekuwa interested. Kuna baadhi ya viwanja ambavyo FIFA walisema ni restriction kutumia brand zao kuonesha wakati wa World Cup, kwa sababu hizo brands hazijadhamini michuano ya kombe la dunia. So miongoni mwa viwanja ni pamoja na Levi Stadium, lakini pia Gillette Stadium. Levi ni brand kubwa sana duniani, wote tunaifahamu, lakini pia Gillette ni brand kubwa. Sasa guess hao wamefanya nini baada ya kuona kuzuiwa? Unajua promotion ni sehemu ya branding, lakini pia marketing. Na ili marketing yako iende lazima ujue nini cha kubrand wakati huo. So Levi wao wakafunika kama ambavyo FIFA walidai ama walitaka. So wakafunika pale na karatasi nyeupe vizuri kabisa. Alafu wakaenda kwenye mitandao ya kijamii. Wakaplay wimbo fulani ambao unasema nani atajua? Hakuna atakayejua. Bwana watajua, hakuna atakayejua. So imekuwa trend sana. Na vile ambavyo wamefunika watu wanataka kujua kwani nini kimefunikwa hapa. Na ile wakailipia sponsor Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Kwa hiyo imeenda very viral. So product yao imekuwa miongoni mwa product ambazo hivi sasa duniani zinaenda kuuzwa kwa kasi, especially katika nchi ambazo World Cup inafanyika. Marekani, Canada na Mexico. Especially Marekani ambao brand hiyo ndio inapatikana. So wamepiga sana fedha hapo. Gillette ni brand ambayo inahusisha kiwembe. Unaifahamu? So nao bwana wakaambiwa wafunike. Kwenye kukaa kwenye branding team wakafikiria wafanye nini kwenye kufunika. Wao wakatumia povu. Aina fulani ya urembo ambao ni kama povu kufunika. So unajua povu linavyotumika wakati wa kunyoa ndevu unapaka ndio ili unyoe vizuri ndevu nini wakatumia pale. So watu wakaanza kwa nini ile povu hapa? Hili ni povu. Je, lina unajua povu la tabia ya kumelt wanasema kuyeyuka. Kama kutoka ile povu na kubaki kama maji. Kwa hiyo likawa halibaki kama maji kama watu ambao wanatarajia. So wakawa wanajiuliza nini kimefunikwa hapa. Kwa hiyo wakaangalia na kukuta kwamba huu ni uwanja wa Gillette ambao uko chini huko. So nao wamepiga sana pesa kupitia hii World Cup ama kombe la dunia. So kinachoendelea huko bwana, hivi sasa watu wa branding wanatuonyesha jinsi gani ambavyo unaweza kubrand vitu pasipo kutumia majina. Na kampuni moja ya kimichezo ilianza utaratibu huo. Siwezi kuitaja hapa. Lakini unaifahamu, tunaifahamu wote, ni kubwa, imeacha utaratibu wa kuandika brand ya jina la kampuni. Instead natumia michoro design ambazo zinawakilisha kampuni. Kwa hiyo kiukweli inafanya vizuri sana.
Kwa hayo ni kutokea kwenye kombe la dunia. Bwana, kitu kitamu kweli kweli hicho. Tukitazama tuangazie matokeo alafu tutakuja swala la